Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ambacho kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Cha kuzingatia ambacho ni cha muhimu zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu ni kufahamishe kutoka hapa Mbeya, Tanzania, mambo vile yametufikia kwa utangazaji siku ya leo. Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais alazimishwa kujiuzulu ili kuondokea Samia Suluhu Hassan. Habari hii kulingana na vile unavyotazama kwa skrini yako, tunataarifiwa ya kwamba kuna siku tutaamuka tukutane na barua ya kujiuzulu kwa Nchimbi. Sasa huyu ameandika, anaitwa Chris Sairo. Anasema ya kwamba anaandika Dr. Christopher Sairo akayasema siku tutaamuka asubuhi tukutane na barua ya kujiuzulu anayeitwa makamu wa rais, na wala si yeye aliyeandika. Mambo aliyofanyiwa kwenye uspika ambaye anaitwa Ndugai na Chongolo kwenye ukatibu mkuu wa chama CCM ni genge la wahuni. Shetani limevimbiwa damu, shetani litatapika damu na wasilisha. Huyu ambaye ameandika anaitwa Christopher Sairo. Yani hii ni siri kubwa, njama ya kusema ya kwamba kuna siku wa Tanzania tutaamuka tupate breaking news katika vyombo vya habari kwamba Emmanuel Nchimbi amelazimishwa kujiuzulu kupitia barua ambayo inaenda kuandikwa na watu ambao hawajulikani, waweze kuiwasilisha kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Isemekane ni Emmanuel Nchimbi ameandika barua ya kujiuzulu, na ni ukora ambao utatumika vile imedaiwa na CCM. Yani ni njama ambayo, unajua kwa Swahili walisema lisemwalo lipo kama halipo li njiani laja, kwa sababu inaonekana kuna tofauti kati ya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan. Itafika wakati baadhi ya maofisa ama mtu fulani katika chama cha CCM ajifanye kuwa yeye ni naibu rais ama makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, aandike barua ya kujiuzulu na wala si yeye ameandika, ili barua hiyo iwasilishwe kwa Samia, itangazwe kwamba Emmanuel Nchimbi amejiuzulu na itatangazwa katika vyombo vya habari. Hivyo ndivyo Emmanuel Nchimbi ataondokea serikali ya Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu gani? Kulingana na sheria za Tanzania, wakati rais amechaguliwa akiwa na makamu wake kama mgombea mwenza, sio raisi makamu wa rais kufukuzwa pasipoenda nyumbani na mkubwa wake ambaye ni rais. Kwa hivyo ni njama ambayo itaundwa kwa sababu hatakiwi serikalini, na tumekuwa tukisisitiza na kusema kila wakati katika mtandao huu kwamba Emmanuel Nchimbi inaonekana kuna tofauti za kisiasa kati yake na mkubwa wake Suluhu. Sasa wataandika barua waseme Emmanuel Nchimbi amejiuzulu ili iwe rahisi kwa Samia Suluhu Hassan kumteua yule ambaye alikuwa anataka. Habari za ndani zinasema ya kwamba alikuwa anapendekeza Paul Makonde kuwa mgombea mwenza ili akuje kuwa naibu rais ama makamu wa rais, lakini kwa sababu ya uwepo wa aliyekuwa rais Jakaya Mrisho Kikwete katika kampeni ya Samia Suluhu Hassan na katika chama cha CCM, yeye ndiye aliweza kumleta na kupendekeza jina la Emmanuel Nchimbi. Uwepo wa Emmanuel Nchimbi serikalini kwa sababu ya Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa kwa sababu
Suluhu hakuwa na mhitaji, njama itaundwa vile tumesoma ya kumlazimisha kujiuzulu kupitia barua ambayo itaandikwa na watu ambao hawajulikani katika chama cha CCM na kuwasilishwa kwa Suluhu Hassan, na itatangazwa kwamba Emmanuel Nchimbi ameenda nyumbani. Kwa nini tunashuhudia siasa hizi katika taifa la Tanzania? Ni kwa sababu ya siasa. Inasemekana ya kwamba Emmanuel Nchimbi anakimezea mate kiti cha urais mwaka 2030. Haya yote ndio msingi wa kupangiwa njama ya kuondolewa katika serikali ili makali yake ya kisiasa yazidi kudidimia, yapungue, hata asijulikane kwamba yeye ni makamu wa rais, ili inapofika mwaka wa 2030 itakuwa rahisi kushindwa kwa sababu amekuwa nje ya serikali kwa muda. Kwa hivyo Samia inaonekana hakuna mtu yule ambaye atamchagua baada ya njama hii kufaulu aweze kumweka kwa kiti kile kuwa makamu wa rais. Godbless Lema siku ya Jumapili aliweza kuandika katika mtandao wake wa kijamii, akasema mipango imekamilika, kwani hii ndio mipango. Godbless Lema alisema ya kwamba Emmanuel Nchimbi hata kama anaendelea kutetea serikali ya Samia Suluhu Hassan kwamba inastahili kuombewa, Emmanuel Nchimbi hatafika mwezi wa Julai mwaka huu atakuwa ameondolewa, na kuondolewa kisheria ni ngumu, kwani hii ndio njama. Ni kama Godbless Lema amepata fununu vile Nchimbi anaenda kung'olewa. Barua itaandikwa, yaani mtu anajifanya tu ni yeye ameandika, aseme mimi ni Emmanuel Nchimbi, naomba kujiuzulu kwa hili na hili. Barua hiyo itiwe muhuri, kwa sababu serikali iko na mamlaka ya kutengeneza muhuri wa Emmanuel Nchimbi, iwekwe stampu hapo, iwasilishwe, itangazwe katika vyombo vya habari kwamba Emmanuel Nchimbi amejiuzulu kutoka wadhifa ambao anashikilia. Kwa hivyo Emmanuel Nchimbi mahali popote yupo anastahili kuwa makini na angalie kabla ya njama hii kutendeka, ajitokeze wazi katika vyombo vya habari, aseme nimesikia fununu hizi zikiendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii na hata hapa na pale kwa wanasiasa kwamba kuna barua itaandikwa ili isemekane ni yeye ameandika. Aseme mimi kama Emmanuel Nchimbi sitatoka katika serikali ya Samia Suluhu Hassan, tulichaguliwa pamoja hadi wakati miaka 5 itakapokamilika. Hiyo ndio habari ambayo tupo nayo sasa hivi, na huu ni unyama mkubwa ambao ni wa kisiasa unaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, wewe ni mgeni unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, kabla uondoke, chukua sekunde moja tu ya mwisho uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele. Wakati ule tutakapoweka kanda utakuwa unaambiwa Tanzania Eye TV wameweka kanda mpya ya kutazama. Kwaheri.